Na taarifa nyingine zinaarifu kwamba miili ya vijana watatu kati ya 6 waliofanyiwa upasuaji wa maiti baada ya kuuawa kwenye maandamano ya Gen Z ilikuwa na majeraha ya risasi. Uchunguzi huo wa maiti uliofanywa katika makafani ya City na yale ya hospitali ya Kenyatta pia umeonyesha kwamba mlinzi wa kampuni ya Kenya Power pia alifariki kwa kupigwa risasi tumboni, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Ode Francis. Familia za waliofariki katika maandamano ya tarehe 25 zilifika katika makafani ya City na yale ya Kenyatta. Miili 6 ikifanyiwa uchunguzi kwa jumla. Ian alipigwa risasi, alipigiwa hapa na ikatokea hapa nyuma. Ilienda na ikadamage brain, hakuna vile ange survive kwa njia yoyote. Kelvin was shot kwa long distance, like venye alishotua hapa, like the brain yote it was damaged, like the brain yote ilitoka nje. Maswali yanazidi kuibuka kuhusu mlinzi wa kampuni ya Kenya Power, Fred Wamale Wanyonye, kuhusu vipi risasi imekosekana. Risasi iliingia mwilini mwake, lakini haijaonekana kama imetoka. Kumaanisha risasi hiyo inafai kuwa ndani ya mwili, lakini upasuaji hapo jinsi umefanywa, risasi hiyo hatujaweza kuipata. Tunauliza, je, risasi hii iko wapi? Risasi imeenda wapi? Sisi hatuna haja na kitu vingine, kitu tunataka ni risasi peke yake, ndio tujue jinsi hiyo kesi itaendelea. Familia ya Ian Opanga aliyeuawa Ongata Rongai sasa ikipatwa na msiba mara mbili baada ya nyanyake kufariki alipopewa habari za kufariki kwa mjukuu wake. Tena babu wake nyumbani risafu. Shoku ile amesikia imefanya tena amekufa sai. Leo asubuhi amebebwa amepelekwa mochari. Mmetuma askari, mmepiga mtoto wangu risasi, amekufa. William Ruto, wacha watu wanakuimbia ati 5 tena. Wewe sio 5 tena, wewe ukufai kuwa president. Kati ya familia hizi kuna wale wamerudi nyumbani bila kupewa ripoti ya upasuaji. Tumeenda pale tukaambiwa mwili yetu iwezi fanywa postmortem. Juu daktari alikuwa amekonfirmiwa miili 2 na amejaribu ati sana amefanya 3. Yetu haikufanyika na tumekuwa hapa tangu asubuhi. Out of the bodies that we have witnessed in these protests, majority of them, and I say majority of them, 70-80% are headshot wounds. This clearly shows that those who took the shots had very clear intentions, and their intentions were to kill. Uchunguzi unaendelea hapo kesho. Ode Francis, Runinga ya Citizen, Nairobi.